Ikiwa ni Alhamisi ya juma hili kuu, tunafikia mwisho wa hicho kipindi cha Kwaresma tulichokianza hiyo Jumatano ya Majivu, na tunazianza siku tatu kuu muhimu katika kipindi hiki cha Pasaka, zinazoanza leo kwa hii ibada ambayo tuko tunasherehekea, ibada ya karamu ya mwisho ambayo kwa kweli inaanzisha hiyo Pasaka itakayokuja kukamilika kwenye vigilia ya Jumamosi, kwenye sherehe za ufufuko wa Bwana. Lakini kabla ya sherehe hizo za ufufuko wa Bwana, kesho tutashiriki katika hiyo ibada ya kuyakumbuka na kupenda tushiriki vile vile nasi kwa kujitoa kabisa kwa upendo mkuu kama aliokuwa nao yeye mwenyewe huyo ambaye tutamkumbuka na tasindikizana naye katika mateso hayo makali aliyopata, ili mradi tu alifanya hivyo kwa upendo mkuu huo, akitaka kutukomboa, na atashinda na alishinda, na katika kushinda kwake basi sote tumekombolewa. Ndio hiyo Pasaka tutakayoadhimisha siku ya Jumamosi hiyo kuamkia Jumapili, tunapoimba na kushangilia tukimtukuza Mwenyezi Mungu na kumshukuru huyo Bwana wetu Yesu Kristo, mkombozi wetu, ambaye ameyafanya hayo kwa mateso yake, kufa na kufufuka. Hizi siku tatu kuu muhimu ambazo tunazisherehekea, tunapenda zitukuze tena katika hilo ambalo tuliazimia tuwe nalo tangu tulipoanza kipindi chetu cha Kwaresma. Tulikumbushwa upendo mkuu ambao amekuwa nao Mungu wetu, yeye aliyetuumba, si kwa sababu anataka tuishie hapa, hapana. Kwa upendo mkuu kabisa anataka sisi ambao ametuumba akatuweka hapa ulimwenguni, siku moja tuje nasi tukutane naye katika utukufu huo usio na mwisho huko mbinguni. Na huko aliko huyo Bwana wetu Yesu Kristo tunamtafakari kwa siku hizi zote tatu, ambayo kama nilivyosema tamshangilia na tunaendelea kumshangilia kila siku, kwani yeye huyo ametuonesha wazi kwamba huo upendo wa Mungu Baba yake ambaye alimtuma hapa kwake yeye umedhihirika, kwani ni kwa upendo huo alimfufua kutoka katika wafu, na kama ameshinda hizo dhambi, amezishinda, hayo mauti ameyashinda, na huyo mwovu shetani amemshinda. Kumbe tulianza tukipenda tukue katika upendo huo ambao ametuonyesha Mungu, na sisi tunataka tumrudishie. Tunashuka, lakini tunataka tumrudishie Mungu wetu huo upendo wake. Na tumekuwa tukiyafanya hayo mazoezi mengi ya kiroho, ili mradi tu tunataka tuweze kujisafisha pale ambako tumeona kwamba kuna madoa, kuna makovu, kuna hayo mabaya ambayo hatustahilishi kusimama mbele za Mungu, na tufanya tukosane, sio tuna Mungu bali tukosane hata na huyo jirani yetu. Ndugu zangu, hizi siku kuu tatu muhimu zina mambo ambayo inabidi tuyatafakari tena, na ziendelee kutusaidia kukua zaidi katika huo upendo kwake huyo Mungu wetu, tukiongozwa au tukizifuata hizo nyayo za Bwana wetu Yesu Kristo
ambaye ndiye amekuja kulikamilisha hilo la kutuunganisha sisi wanadamu ambao tulikuwa tumemkosea Mungu, akatuunganisha tena na huyo Mungu wetu. Leo tuyaone ya Alhamisi Kuu, karamu ya mwisho ambayo kwa kweli inafungua huo mlango wa kwenda kuyakamilisha hayo ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliyafanya. Katika maadhimisho ya karamu ya mwisho yako hayo matatu ambayo kila mwaka tunayakumbuka, na mama kanisa anapenda tuyafanyie tafakuri, ikiwa ni kutukuza, ni kutusaidia ili tuendelee kukua katika hiyo imani yetu. Na napenda kama nilivyotaka vile vile juzi tulipokuwa tunaadhimisha hiyo sherehe kwenye maadhimisho ya Krisma, pamoja na mapadri na watawa kwa wakfu wote waliokuwepo hapa na waamini waliokuwepo hapa, nilipenda niwarejeshe tena kwenye hilo ambalo maaskofu wa Tanzania walipenda mwaka huu, kwamba lituongoze kama dhamira kuu katika kipindi cha Kwaresima, tunapotaka tena kumrudia huyo Mwenyezi Mungu, tunapotaka kuimarisha huo muungano wetu na Mungu kwa upendo wa pekee, tukikumbuka kwamba inabidi tusimame imara katika imani. Sasa yale ambayo nitayazungumza leo, napenda yatupeleke tena na sisi, yatusaidie tuweze kukua katika hiyo imani, na sio imani katika maneno tu au majina Ukristo wetu, bali imani zaidi katika matendo. Siku hiyo ya karamu ya Bwana wetu ambayo tunaikumbuka leo, Bwana wetu Yesu Kristo akiwa kwenye karamu hiyo na wanafunzi wake, aliyafanya mambo matatu muhimu sana ambayo kwetu tunapoyatafakari na tunapoyajua kwamba kweli ni yeye aliyafanya, na tukapenda tujiunganishe na haya aliyafanya, basi anakuza upendo wetu kwa huyo Mungu kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. La kwanza ni hilo la kuianzisha hiyo sakramenti ya Ekaristi takatifu, ambaye kwa kweli ni yeye mwenyewe Bwana wetu Yesu Kristo aliyependa baki nasi katika maumbo hayo ya Ekaristi. Ekaristi tunafahamu ni chimbuko kabisa na mwisho wa hiyo imani yetu na utume wetu kwa ujumla. Mababa askofu walipotuandikia huo ujumbe wao wakisisitiza kwamba tubaki imara katika imani, hilo litawezekana kwanza tujiunganisha kwa namna ya pekee na Ekaristi hii takatifu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa wale wote ambao mpaka sasa wamejiunganisha tayari na hii Ekaristi takatifu. Kwa namna hiyo imani yao inakuwa kwa sababu Kristo mwenyewe ambaye yuko anawapa hiyo nguvu ya imani, na watabaki imara wakiwa naye. Tunampokea katika hizo ibada ambako tunashiriki, na huko tunampokea huyo Bwana wetu Kristo, na tumependa vile vile tuwe naye, tubaki naye kila wakati tunaposhiriki katika maabudu, tunapokuja kuiabudu hiyo sakramenti kuu. Tendo ambalo tunalifanya hapa ni utamaduni mzuri, kila Alhamisi tangu asubuhi inawekwa hapa sakramenti kuu mpaka jioni tunapokuja kuhitimisha kwa maabudu yanaendelea, na baadaye tukapata hiyo baraka kuu kutoka kwake yeye mwenyewe huyo ambaye tunakuwa tunamshukuru na kumtukuza kwa sababu tumeshinda naye, tumekaa naye, na tunapenda tuendelee kukaa naye na tuongoze yeye mwenyewe, anatuimarisha. Maaskofu wanapoandika wanalisema hilo mmoja ambalo kuna changamoto
ya watu ambao wanajitenga, wanajiondoa sasa, badala ya kubaki na ekaristi hiyo takatifu, kubaki katika kanisa hilo linalomleta huyo Kristo ambaye amebaki na sisi katika ekaristi takatifu, wanaamua kwenda nje, kuondoka. Kuna wengine ambao wanabaki au wanapenda kubaki katika imani hiyo, lakini bado kuna uko kulegalega, au bado hawajaamua kabisa. Tunalisikia lililoandikwa la ndoa sugu, sijui ndoa sugu, sijui za namna gani hizo. Lakini basi kuna hilo ambalo halitupi huo mwanya wa kuwa naye karibu. Hatujataka tumpokee kabisa, tuunganike naye kabisa, yeye huyo ambaye muungano wetu utakamilika katika hiyo ekaristi takatifu. Tunaalikwa ndugu zangu, leo tunapomshukuru yeye aliyependa kubaki nasi katika hiyo ekaristi takatifu, tufanye kila linalowezekana, tumwendee, tukae naye, tumwendee, tumpokee, na kweli atatubadilisha, na ameyafanya hayo maajabu kupitia uwepo wake huo katika sakramenti hiyo ya ekaristi takatifu. Hakuishia hapo. Kama tulivyosikia katika simulizi la karamu hii ya mwisho, Bwana wetu Yesu Kristo aliweka vile vile siku hii ya Alhamisi sakramenti ya upadre, akitaka kabisa kwamba yeye uwepo wake uendelee, lakini uendelezwe, wawepo hao ambao watamfanya yeye aendelee kuwepo. Na ndio maana leo napenda niwaalike mwakumbuke na kuombea mapadre ambao wao ndio wanamshusha huyo. Ni heshima kubwa ambayo tumepewa sisi wachungaji mapadre, kumshusha huyo Kristo katika maadhimisho haya ya misa, ambako Kristo anakuja katika maumbo hayo ya mkate na divai, kuja ukaa nasi. Anayefanya hilo ni huyo padre ambaye Kristo mwenyewe aliamua aiweke hiyo sakramenti ya upadre ili iendeleze uwepo wake hapa ulimwenguni. Tunamshukuru Mungu tukisema asante. Tunawashukuru hawa mapadri ambao kwa uaminifu wamependa kubaki kuifanya hiyo kazi, na tunawaombea waendelee kuwa waaminifu katika kuifanya hiyo kazi. Tulisema hilo siku ya Jumanne, nisingelipenda kurudia, isipokuwa kama nilivyoomba wao kwamba wawe mfano wa pekee, ili waweze kuwavuta sasa hao wengine ambao wanataka nao waje kuwaunga mkono kuifanya hiyo kazi ya kumleta huyo Kristo na abaki hapa ulimwenguni. Napenda nanyi vile vile niwaombe tufanye hilo, tushiriki kuhakikisha kabisa kwamba hiyo kazi inayofanywa na hao mapadre, au namba hiyo ya mapadre ambao watakuja waaminifu kuifanya hiyo kazi, wawepo na kweli waje kuifanya hiyo kazi. Lakini haitawezekana kama sisi hatutashirikiana. Nalisema hilo kwa nini? Kwa sababu nimekuwa nikizunguka kwenye parokia zetu. Mwaka huu nimepita tayari parokia 3 nikifanya ziara ya uchungaji: Makokola, Kaliua, pamoja na ya mwisho tuliomaliza juzi ilikuwa ni Sikonge. Kote huko kuna kilio hicho, wananiomba mwadhama, baba askofu mkuu, tuna shida kubwa hapa, mbadi wanachoka. Ni kweli wanachoka, ni wachache, maana yake wanataka kusema na tumshukuru Mungu sasa namba inaongezeka. Ndio majibu yangu nao kuja kuambia baadaye kwamba tukilinganisha na hiyo miaka ya nyuma iliyopita, kwa mfano mtangulizi wangu baba askofu mkuu mstaafu Ruzoka alipofika jimbo hili kuu la Tabora, namba ya mapadri aliyokuta ilikuwa kwa kweli ndogo mno, mpaka parokia nyingi kama sio parokia kadhaa zilikuwa zimefungwa, na baadaye ndio zikaanza kufunguliwa kwa sababu walianza kuongezeka. Sasa kama Bwana wetu Yesu Kristo anataka kubaki pamoja nasi katika sakramenti hiyo ya upadre, na kama mapadri bado wanahitajika, kama nyinyi wenyewe ninapokuja huko kwenu, swala la kwanza kunipiga ni hilo: kwa nini hautupi mapadri? Nasema tawatoa wapi? Ni wazae mimi namna gani hao mapadri? Napiga swala, naambia sasa nikawazae mapadri hao. Cha kwanza.
alafu tuwatayarishe pamoja, mimi na nyinyi, sisi na nyinyi. Hawaji tu hivi hivi. Anasema sawa sawa baba askofu mkuu, tumekusikiliza. Msinisikilize tu. Tusali kwanza kwa nguvu, tukimuomba Mwenyezi Mungu atupatie hiyo zawadi ya mapadri, lakini tushiriki pamoja naye katika kuwaleta hao mapadri, sio tu kuwazaa, na katika kuwalea na katika kuwasaidia, sio tu pale wanapokuwa shuleni, bali hata baadaye baada ya kuwa mapadri kuendelea kuwasaidia kwa hali na mali, hata kiroho, ili waweze kukua na waweze kuifanya hiyo kazi yao vizuri, na wamfanye Kristo abaki pamoja nasi. Na mwisho kabisa, katika kuyafanya hayo yote, akaja na hilo ambalo alionyesha katika kuwaweka hao mapadri, lakini kabla hajamaliza, hajatoka kwenye karamu yao hiyo ya mwisho, akaiweka hiyo amri kuu ya upendo. Upendo ambao ndio huu tunautafuta sisi, na yeye ametupenda sana huyo Kristo, na upendo wake umekuja kukamilika kama alivyotuambia Yohani katika Injili hiyo tuliyosikia sura ya 13 na hasa ule mstari wa 3. Akiwa anajua sasa naondoka kutoka ulimwengu huu kwenda kwa Baba kurudi kwake, aliwapenda hao, akawapenda upeo. Ni upendo wa hali ya juu Bwana wetu Yesu Kristo aliokuwa nao, akaja kuonesha kwa namna ya pekee, pamoja na kutaka kubaki kule, kutaka kubaki pamoja na sisi katika Ekaristi aliyoanzisha. Huo ni upendo wa hali ya juu. Akapenda tena kwamba uwepo watu wakuja kumfanya yeye abaki pamoja na hao watu wanahitaji nguvu yake, wanahitaji upendo wake. Haweka mapadri, ni upendo wa hali ya juu. Bado anataka kuambia, mimi niliye mkubwa, kwa wote ni mkubwa, lakini napaswa na niko mdogo. Akajishusha kama tulivyosikia kwenye simulizi hilo, akaenda kuwaosha miguu hao wanafunzi wake. Ilikuwa sio karamu tu ya kula na kuvimbiwa au ya kunywa mpaka ukaikosa njia unaporudi nyumbani. Hapana, karamu yake ilikuwa ni karamu ya kumkomboa mwanadamu na kumuonesha namna gani anakuja kumkomboa na namna gani yeye atawajibika kuwakomboa wengine anaposhiriki katika hiyo kazi aliyompatia. Yeye hakupaswa kwenda kuwaosha miguu, labda wao ndio maana hata Petro akawa amekataa. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kumwambia baadaye kwamba hajui hilo analolifanya, atalijua baadaye. Ili tuwe watumishi au ili tuweze kuonesha upendo wetu, lazima tuoneshe kwa kujitoa sadaka kama yeye alivyojitoa sadaka, na sadaka iliyokuja kukamilika katika huo mti wa msalaba. Altari hii ambayo tunaitumia hapa kuitoa hiyo sadaka kwake Yesu Kristo, altari yake imekuwa ni huo mti wa msalaba ambako alitolea hiyo sadaka. Ni huyo mwana kondoo ambaye analinganishwa na hilo simulizi tulilosikia kutoka katika somo la kwanza, jinsi Mungu kwa upendo wake mkuu alivyookoa hao Waisraeli kutoka utumwani Misri, akiwapeleka katika nchi hiyo takatifu kadiri ya ahadi yake. Alifanya kwa damu ya huyo mwana kondoo aliyechinjwa, na damu yake ikapakwa kwenye mihimili hiyo na huko juu kwenye milango, na kwa namna hiyo akaja kuokoa. Damu hiyo ya mwana kondoo ni damu hiyo ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye sasa anajitoa yeye mwenyewe sadaka. Si kondoo yule wa kuchinjwa au mbuzi yule wa kuchinjwa, ni Kristo mwenyewe, ni sadaka ya pekee. Na naonyesha hiyo kwa utumishi huu kwamba lazima kutaka kweli kumpenda, kama unampenda huyo ambaye unataka kumkomboa, lazima ujitoe. Ni wewe mwenyewe unabidi ujitoe. Mfano wa pekee, kama mimi nilivyowapenda nanyi wapendeni hao wengine.
kwa hayo niliyofanya mimi na nyinyi kayafanye hayo vile vile. Ndio huu upendo wa Kristo ambao anatuonesha sisi aliobakiza kwetu katika amri hiyo kuu ya upendo. Ndugu zangu, tujiulize, labda sisi baada ya kuwa tumemkubali huyo na tunamfuata na kila mwaka tunakumbushwa hilo la upendo, je, sisi huo upendo kwa ndugu zetu, kwanza kwa Mungu, tunautoa namna gani? Tunaurudisha kwa namna gani? Kwa ndugu zetu hawa ambao ni jirani zetu, tunautoa namna gani huo upendo? Hizo sadaka ambazo Kristo anatufundisha, na itoa hiyo sadaka yake kwanza kwa kuonesha kujishusha kwake, je, sisi tumejishusha mara ngapi? Tunapoendelea na kipindi chetu kia tafakari hayo tunatafakari wakati wa Kwaresima, tujiulize tena na sisi, huo upendo tunautoaje? Hapo ningelipenda nisemee mawili tu kuhusu hilo la upendo, kadiri ya mababa alivyotufundisha hao wa baraza letu la maaskofu. Kwenye kitabu hapa ambako wengine wamekasoma, wengine labda wakasoma lakini wameyasikia, ambayo yanatolewa na wakuhani wetu, mapadri, kuna sehemu ambako sisi ule upendo tunaweza tukauonesha wa kulipigania kanisa letu, na hasa hapo tunataka tujikomboe sisi kutoka katika hiyo hali ya kutegemea na tukaingia katika hali hiyo ya kutegemeza hilo kanisa letu, kwamba hiyo kazi ya upendo aliyoionyesha kwetu, aliyoileta kwetu huyu Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuendelea, lakini kwa nguvu zetu, kwa mikono yetu ambayo tunataka tumtolee Mwenyezi Mungu kama sadaka yetu. Tujitoe ndugu zangu, na sisi kila mmoja kwa kile anachokuwa nacho, hali na mali. Ni moja ya kazi hiyo ambayo inabidi tuifanye, na kwa namna hiyo tukawa tunashiriki katika kujitolea sadaka kama Kristo mwenyewe alivyojitolea sadaka. Si kujitizama wewe tu mwenyewe na kufanya ya kwako tu yale yanayokujenga wewe na familia yako au na ndugu zako na kundi fulani hilo ambalo limekuzunguka. Hapana, wafanyie hata wengine ambao huwafahamu hilo kanisa, kwa sababu kanisa linakuwa kumbatia wengi, wazuri na wabaya, kama Kristo mwenyewe alivyofanya. Ameenda kuosha miguu hawa ambao anajua kabisa hawa watamsaliti. Alimuosha na Yuda ambaye alijua kabisa anaenda kumsaliti, alimuosha miguu. Alimuosha miguu Petro, huyu alikuwa anabishabisha, huyu anasema hapana, kama unataka useme na mikono na mwili wote. Kiburi cha pekee, alimuosha yule, la najua naenda kufanya nini. Na wengine mengi ambaye alifanya. Hao wote ambao walimkimbia baadaye akabaki peke yake pale msalabani, kama tutakavyosikia kesho, na huyo mama yake na baadhi ya wanawake na huyo Yohana. Sisi ndugu zangu tunaitwa nasi kama Kristo alivyofanya huo upendo wake aliokuwa nao ambao unakwenda kwa wote, tuoneshe, tuutoe huo. Lakini mimi napenda nisisitize hilo la huo uchumi uliodorora ambao unasababisha hata matatizo mengi katika kanisa, tushindwe kuzifanya kazi hizo. Tuone sasa sisi tutafanyaje kwa upendo kuweza tegemeza hilo kanisa, na tukaondokana na hayo ambayo yanatubakiza katika umimi, katika ubinafsi. Katika Kwaresima, kile kituo cha 13 cha msalaba, tulikumbushwa hilo. Mateso ya hapa ulimwenguni hata kuisha mpaka atakapozikwa kaburini. Kwa tusichoke kujitoa na kujitolea sadaka kama Kristo mwenyewe alivyofanya, na furaha yake kukamilika kaburini baada ya kufufuka. Na sisi we hivyo kama waamini, na hasa kama waamini walei, lakini wote kwa ujumla. Katika kitabu hicho cha Kwaresima tena amesisitiza hilo la kuimarika katika imani, tubaki tumeimarika katika imani, lakini imani ambayo inakwenda inaingia hata katika siasa. Nimependa niliseme hilo leo sababu sitapata nafasi nyingine ya kuliongea na sitalirudia. Tunaalikwa na sisi wa upendo wetu tuoneshe hata kwa nchi yetu. Tuwe tayari kushiriki katika yale yote ambayo
ni ya kujenga huku tunamoishi, jamii yetu. Kwa usijitenge wewe kwa mfano na kukuza huu ulimwengu, mazingira yetu tukayaweka yakabaki katika hali nzuri, sio hali ya makelele kama makelele yanayotusumbua hatulali. Hawa na chafua. Mimi Mkristo naomba nisifanye hilo. Ule umimi unajali vya kwako, unashindwa kujali vya mwenzako, huyo anayeumia, ambaye anashindwa kulala usiku kucha, anayewatetea wanyonge. Najiuliza kwa mfano hawa kina mama wanaolala wakiwasaidia wagonjwa, au yeyote yule, hata kina baba ambao hawalali wanaosaidia wagonjwa, lakini wanaosaidia katika makelele yasiyoisha. Ni jamii tunaichafua. Kumbe tupambane na hayo, yaondoke haya ambayo yanachafua jamii, yanachafua mazingira yetu, na tunashindwa kuishi katika furaha, katika amani. Na baki ni kupambana tu, kutukanana tu asubuhi na jioni. Kushirikiana na wenzetu, vikundi mbalimbali, amesema hayo katika kitabu hako. Tunapozungumzia mambo ya siasa za kiulimwengu, kama Kristo alivyowaendea hao wakinapita kuwarudisha, wakina mitume wengine na watu wengine wote ambao walikuwa wamekosea, kina Mathayo watoza ushuru akawarudisha, nasi tuna wajibu wa kuwaendea. Hata kama ni mwanasiasa fulani huyo ambaye yeye kazi yake ni kufanya ambayo wewe huyataki, basi tafuta namna ya kukaa naye huyo, muongee naye huyo, muone namna gani. Ndio maridhiano hayo. Muone namna gani sasa mtayaweka salama hayo ambayo yanakosanisha na baadaye kutoleta amani katika nchi yetu. Lakini kila mmoja ajitambue. Hapo ndio tunasema kanisa linaingia hata kwenye siasa, hata kwenye uchumi, kila sehemu, sio siasa tu, hata kwenye uchumi, hata kwenye mambo mengine mengi. Ukaenda na imani hiyo nzuri ambayo kwa kweli mimi kwa imani yangu sitegemei kwamba nitakubaliana na mtu yule ambaye anasema mimi nawapenda tu wale ambao si vilema, lakini asiye kilema simpendi. Hapana. Au mimi nawapenda wale tu ambao hawapayuki, lakini yule anayepayuka hapa tunawapenda, tuwapende. Ndio imani yetu sisi. Ili mradi tunawapenda ili tuwabadilishe sasa. Tuwabadilishe watoke katika ile hali yao mbaya na kurudi katika hali yao nzuri. Hapo sijafanya siasa mbaya. Fanya siasa nzuri. Lakini mimi nikaenda kuwatafuta tu wale fulani na kaa nao tu hawa wengine, hapana. Hata kama ni muamini naamini, hapo niko nafanya makosa. Ndio vurugu zinaanza hapo. Sasa imani yetu itupeleke tuende yale tunayoyaona ni mazuri, tuende tukayakuze hata katika siasa, katika uchumi, kokote kule. Yale ambayo tunaona ni mabaya, tuone namna gani yale mabaya tayaondoa, hata katika uchumi, hata katika siasa, twende. Ndio upendo huo wa Kristo ambao ulikuwa haubagui. Pako nakuja kuwaita wale, kama tutakavyosikia kesho, wale wa dhambi, wale majizi waliokuja na baadaye mwisho kabisa akaja kupata ukombozi huo wa kualikwa kwenda kushiriki pamoja naye kwa upendo wa pekee katika utukufu wake huko mbinguni. Ndugu zangu, matatu hayo yatuongoze katika Alhamisi hii ya leo kama inavyokuwa kila Alhamisi, lakini leo nimependa tuyatizame tukijikita zaidi katika hayo mafundisho ya mababa maaskofu, na kwa manufaa yetu sisi kama waamini na kwa manufaa yetu sisi kama taifa. Na tumuombe Mwenyezi Mungu akuze upendo ambao utatuleta pamoja, utatuunganisha wote kwa pamoja, na tuende pamoja ili tuweze kulijenga kanisa letu na tuweze kuijenga nchi yetu, na kweli upendo utawale. Na kwa namna hiyo ndio tutasema kweli kwamba hawa ni Wakristo ambao hawana ubaguzi, ambao wanatafuta kujenga huo upendo kama upendo wa Kristo mwenyewe wa kufanya ulimwengu huu iwe ni sehemu nzuri ya kukalika. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop.
Hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 11 jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi mkabala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa. TMP Bookshop sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi wasiliana na Sister Zawadi kwa simu nambari 0754039465. Karibu TMP Bookshop.